tumeanza saa 3 kamili mpaka saa 4. Ninaamini uko tayari kupokea kile ambacho Mungu amekusudia kwa siku hii ya leo, lakini pia kupokea maombi ambayo ndani yake yanafuatana na uponyaji kwa neema ya Mungu, kuhakikisha kwamba unakaa mkao mzuri ule aliyokusudia kabla kuweka misingi ya ulimwengu kwa ajili yako. Tumesikia habari za ushuhuda wa binti anaitwa Irene. Kama alivyosema mtumishi wa Mungu Ngoro, ni kwamba tembelea kwenye YouTube. Tuna picha pia ya zoezi hilo ambalo lilifanyika ni mwaka jana mwezi wa 10. Namna ambavyo nywele zake zilivyokuwa ilikuwa inasikitisha. Na sasa pia tutatupa picha kwa lengo la kukuonyesha kwamba si vitu vya kutengeneza, ni vitu vilivyo katika hali ya uhalisia, ili imani yako ipate kuongezeka kwa kuamini kwamba hata kama unapitia kiwango gani cha changamoto, kama Mungu alifanya kwa huyo binti, manake na kwako pia anaweza akafanya. Kwa sasa ningependa nikushirikishe kitu muhimu pia. Nimekuwa ninazungumza juu ya roho za ucheleweshaji katika maisha ya watu wengi, na nimekuwa na vipindi karibia 3 ama 4, lakini leo ningependa nikupe dawa kwamba katika viashiria ambavyo tumekuwa tunavizungumza kuashiria kwamba hii roho iko kazini, mambo gani ya kuweza kufanya. Wakati mwingine unaweza ukawa peke yako, wakati mwingine unaweza kumshirikisha mwingine, wakati mwingine unaweza ukatafuta msaada kwa ajili ya kuhakikisha kwamba maisha yako yanatembea kwenye spidi ile ambaye Mungu anakusudia, na wewe upate kufurahia uumbaji ule ambaye Mungu alikusudia hapa duniani. Na penyewe nitazungumzia umuhimu wa maombi ya neema ya urejesho kama silaha dhidi ya roho ya ucheleweshaji katika maisha ya mtu. Umuhimu wa maombi ya neema ya urejesho kama silaha dhidi ya roho ya ucheleweshaji katika maisha ya mtu. Tunaweza tukazungumza juu ya dalili, tabia, lakini kama hatutakusaidia upate kujua namna gani ya kutoka kwenye hiyo shida, inaweza isikusaidie sana, kwa sababu lengo kubwa ni kwamba upate mbinu ya kukutoa kwenye hali ulio nayo uende kwenye hali nyingine. Tuombe kwa dakika chache. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai, ninakushukuru kwa muda huu ambao umetupa neema, umetupa kibali. Nasi tunashukuru kwa sababu uko pamoja nasi kupitia redio hii kwa damu yako ya thamani. Nasi kwa muda huu tumebadilisha mazingira haya kwa damu yako, ili ile inayonena mema kwa ajili ya msikilizaji wangu, nikijua kwamba tunaanza pamoja na wewe na pia tunakamilisha pamoja na wewe. Sante kwa sauti yako peke yake iliyo ndani ya damu, inayonyamazisha sauti zingine zote za uharibifu, uzito na kila aina ya uharibifu kwa mpenzi msikilizaji wangu. Ninakushukuru Mungu mkuu kwa sababu anga liko chini ya uangalizi wako, ardhi iko chini ya uangalizi wako, mbingu iko chini ya uangalizi wako, hali ya hewa ya mazingira haya yako chini ya uangalizi wako, na jina lako peke yake ndio linasambaa na kuenea, na neno lako linapata nguvu katika mioyo ya watu na katika maisha ya watu kwa utukufu wako, katika jina la Yesu Kristo ali hai, amen. Sisahau nimesema umuhimu wa maombi ya neema ya urejesho kama silaha dhidi ya roho ya ucheleweshaji katika maisha ya mtu. Wale ambao tumekuwa tukifuatana kwa muda, nimekuwa nikizungumza juu ya roho ya ucheleweshaji ambayo wakati wote inazuia watu kutimiza makusudi ya Mungu kwa wakati uliopangwa.
kwa wakati uliopangwa. Na nilizungumza pia kuwa hii ni roho ovu ambaye hutumia muda kama silaha ya mateso kwa mtu. Nikasema yako mapepo yana migawanyiko tofauti tofauti, lakini haya ya ucheleweshaji mara nyingi yanalenga muda wa mtu. Kwa hiyo yanacheza na muda wa mtu ili kuweza kuachilia matukio yasiyo sawa na uharibifu katika maisha ya huyu mtu. We mwenyewe unajua ya kwamba mtu aliyekamata muda wako anakuwa amekamata maisha yako, na kama amekamata maisha yako anakuwa amekamata hatima yako. Mfano huu tunaupata kwa taifa la Israeli ambao walikwenda utumani miaka 430 na walikuwa chini ya Farao. Tunaona kipindi chote cha miaka 430 Farao ndiye alikuwa anaamua waishije, ndiye alikuwa anaamua wafanyeje, ndiye alikuwa anaamua watumieje chochote wanachokipata. Maisha yao yote yalikuwa chini ya utawala wa Farao. Matumizi ya maisha yao, muda wao, hata chochote wanachokipata kilikuwa chini ya umiliki wa Farao, kwa sababu alikuwa amekamata muda wao kwa miaka yote. Na unajua wakati wanatoka katika nchi ya Misri, Mungu anaanza nao moja. Anasema wakati anawakomboa ndio utakuwa ni mwaka wa kwanza kwao na siku ya kwanza kwao, kama ni mwaka mpya hivi. Maana yake miaka 430 yote walikuwa wanaishi na kutumika, lakini kinyume na utaratibu wa Mungu, kinyume na mpango wa Mungu, na kinyume na makusudi ya Mungu kwenye maisha yao. Muda wote walikuwa wanaishi alikuwa ni kwa ajili ya maslahi ya Farao na serikali yake pamoja na wananchi wake. Unaweza ukawa katika umilikiwa wa muda, huwe na uhakika maisha yako yatatumika kwa faida ya yule ambaye ameshika muda wako. Itakuwa ni mchana kwa faida yake, usiku kwa faida yake, asubuhi kwa faida yake. That's why Biblia inasema tukiukomboa wakati. Manake muda ukishikwa ni hatari sana. Matukio yanaamuliwa na yeye aliyeshika muda wako. Uishije kunaamuliwa na yule aliyeshika muda wako. Uenendeje inaamuliwa na yeye aliyeshika muda wako. Na hii itasababisha uharibifu mkubwa ambao katika huo unaweza ukakuchelewesha kwenye vitu vingi sana na kukuletea matatizo mengi sana. Sasa leo ningependa kuunganisha vitu viwili katikati hapo kutoka kwenye mistari ya Biblia, alafu kisha baadaye tumalize tuombe. Kile kitabu cha Ufunuo sura ya 12 ule mstari wa 1 hadi wa 4. Biblia inasema, na ishara kuu ilionekana mbinguni, mwanamke aliyevikwa jua na mwezi ulikuwa chini ya miguu yake, na juu ya kichwa chake taji ya nyota 12. Naye alikuwa na mimba, akilia hali ana utungu na kuumwa katika kuzaa. Ikaonekana ishara nyingine mbinguni, na tazama, joka kubwa jekundu alikuwa na vichwa 7 na pembe 10, na juu ya vichwa vyake vilemba 7, na mkia wake wakokota theluthi ya nyota za mbinguni na kuziangusha katika nchi. Na yule joka akasimama mbele ya yule mwanamke aliye tayari kuzaa, ili azaapo amle mtoto wake, ili azaapo amle mtoto wake, ili azaapo amle mtoto wake. Bwana Yesu apewe sifa sana.
Biblia inazungumza habari za huyu mwanamke katika habari ambayo wengi tunajua, na juu ya kile ambacho Biblia inaeleza habari za yule joka na makusudi ya yule joka juu ya yule mwanamke pamoja na mtoto wake, na malengo aliyokuwa amekusudia ni kwamba yule mwanamke alikuwa akizaa. Lengo kubwa la yule joka kusimama mbele yake ilikuwa ni kumla yule mtoto. Ilikuwa ni kumla yule mtoto aliyezaliwa. Ilikuwa ni kumla yule mtoto aliyezaliwa. Viko vitu vingi vya kujifunza kupitia mstari huu, lakini tunaona lengo kubwa la huyu joka jekundu ilikuwa ni kudili na mtoto. Ilikuwa ni kudili na kile kinachozaliwa. Ilikuwa ni kudili na matunda yanayozaliwa. Ilikuwa ni kudili na uzao wa yule mama. Ilikuwa ni kudili na kile kinachokwenda kutokea. Lengo kubwa la joka ilikuwa ni namna na jinsi ya kuhakikisha kwamba kila kinachozaliwa hakiwezi kikaishi, na hata kama kitaishi kitakuwa chini ya utawala na umiliki wa huyo joka. Hii tunapata picha kabisa ya kwamba katika ulimwengu wa kiroho, chochote ambacho unawekeza juhudi, unawekeza bidii, unawekeza jitihada ili kizaliwe, maana yake kuna roho inayofuatilia kuhakikisha ya kwamba hakiishi au kinakuwa chini ya utawala wa hiyo roho chafu katika kuzaliwa kwa hicho kilichozaliwa. Kwa hiyo hii ni roho ya joka inayocheza na matunda, inacheza na mtoto aliyezaliwa, inacheza na watoto wako, inacheza na wafuasi wako, inacheza na wanafunzi wako. Inalenga zaidi kile kinachozaliwa ili kisipate kuishi, na hata kama kitaishi, basi kitaishi chini ya madhara ya hii roho ambayo lengo lake kubwa ni kumeza. Ni kweli unafanya kazi, lakini kila kinachozaliwa unaona kinapotea, na kina njia nyingi za kupotea. Unapata mshahara, baada ya muda unashangaa magonjwa yameibuka kushoto na kulia, au ndiyo misiba imeibuka, au ndiyo hali yoyote ambayo inasababisha ile pesa ipate kutokea. Lengo kubwa ni ile pesa isitoe matokeo. Hizi ni roho zinazocheza na mazao na matunda ndani ya mtu na ndani ya maisha ya watu, iwe ni kwenye taasisi au ni kwenye familia au hata kanisani. Adui anacheza na kile kinachozaliwa. Wanakuja watu kwa ajili ya kumpokea Yesu, baada ya siku 2-3 huwaoni tena, kwa sababu kuna roho ambayo inajifunua kwa lengo la kuhakikisha kwamba kila kinachokizaliwa pale akiishi. Hivi ni vita vya kiroho vya ujanja sana ambavyo adui anatengeneza na anatumia ili kazi yako iwe bure, ili jitihada yako iwe bure, ili juhudi yako iwe bure, kisionekane chochote kile kinachozaliwa kutoka katika kazi yako. Na ndio maana Mungu anakupa nafasi ya kusikiliza vitu hivi ambavyo viko ndani ya Biblia ili upate kujua ya kwamba tuko kwenye vipindi vya mapambano na mashindano, ambazo hizi roho bila kuzijua zitazidi kusababisha watu mambo mengi yachelewe. Fikiria una biashara yako, alafu kila matokeo, kila kinachopatikana kinabebwa kwa njia moja ama namna nyingine. Lazima maisha yako yatakuwa ni afterbeat. Lazima maisha yako yatakuwa ni nje ya wakati, kwa sababu hakuna kitakachokuwa kinaendelea, kwa sababu ya roho ambayo imesimama kwa picha ya nyoka ili kuweza kumeza kila kinachozaliwa. Mpenzi msikilizaji, ni kweli una juhudi, ni kweli una jitihada, ni kweli wakati mwingine unachelewa mpaka kwenda kulala, ni kweli wakati mwingine unakula chakula cha tabu, ni kweli unakula hata kiporo kwa sababu ya jitihada ulizonazo.
lakini hauoni matokeo, hauoni vitu vikisogea, hauoni vitu vikiendelea. Hii siri yake ni nini? Maana yake mbele yako kuna kitu ambacho kimesimama mbele ya kazi yako, kimesimama mbele ya nyumba yako, mbele ya biashara yako, mbele ya huduma yako, kuhakikisha ya kwamba kila kinachozaliwa kinamezwa, kila kinachozaliwa kinakufa. Na ndio maana lazima ujue hivi vitu ili vikusaidie hatua kwa hatua kutumia mbinu za kibibilia kwa lengo la kutoa matokeo yale ambayo Mungu amekusudia katikati ya maisha yako. Nimekuambia hii ni roho ya kuchelewesha, ya kuhakikisha kisizaliwe kitu zaidi, kisiongezeke kitu zaidi, mipaka yako isiende mbali, mafanikio yako yasiende mbali, hatua zako zisiende mbali. Maana yake ni vitu katika ulimwengu wa roho ambavyo vinacheza sana na kila kinachozaliwa katikati ya maisha yako, katikati ya huduma yako, katikati ya uzao wako. Nilishawaambia, alishakuja mama mmoja ambaye alikuwa amefikisha mimba ya 7. Ametokea Dar es Salaam, mimba 6 zote. Ikifikisha miezi 4 mimba inaporomoka, miezi 4 mimba inaporomoka, miezi 4 mimba inaporomoka. Anakuja kwangu amefikisha mimba 6, mimba zinaporomoka tu, zinaporomoka. Ametumia utaalamu wowote, amepata ushauri wote, lakini kwa sababu issue ni kwa jinsi ya rohoni, alikuwa anashindwa namna ya kujua shida iko maeneo gani. Alivyofika ilikuwa ni mimba ya 7. Atukuzwe Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo aliyemsaidia yule mama. Ile mimba ikafikisha miezi 4, miezi 5, miezi 6, miezi 7, miezi 8, miezi 9, akajifungua salama. Hakuna roho, hakuna pepo, hakuna jini ambalo lilimeza wale watoto ambao ilikuwa linawameza katika ile miezi 4. Ndivyo mchezo unavyofanyika hivyo hivyo. Unaweza ukatumia mbinu zote, lakini bado kuna shida. Kwa sababu gani? Mbele yako, mbele ya familia yako, mbele ya nyumba, kuna vitu vinavyoendelea katikati ya maisha ya hao watu. Ndivyo yalivyokuwa ni maisha ya hii roho chafu ambayo inatembea mpaka sasa, ina operate mpaka sasa juu ya kazi za watu, juu ya maisha ya watu. Unaona ni kweli kuna fursa imepatikana, lakini baada ya muda ile fursa inapotea. Unaona amekuja mke ama mume kwa ajili ya ndoa, baada ya muda ile hali inapotea. Kuna vitu vinameza, kuna vitu vinameza ambavyo vina lengo la kuhakikisha kwamba vitu vyako vyote vinakuwa ni chini ya muda, chini ya wakati. Na maisha yakiendelea namna hiyo, kama biashara kila wakati inamezwa, inachukuliwa, uwe na uhakika hakuna chochote kitakachoendelea na kitakachosogea kwenye maisha yako, kwa sababu kuna kitu kimesimama kisichoonekana, lakini kinatoa madhara na matokeo yanayoonekana. Kwa hiyo lengo la hii joka jekundu ni kuhakikisha kwamba usizalishe chochote kwenye maisha yako, kwenye huduma yako, kwenye uchumi wako, kwa watoto wako na kwenye familia yako. Unaweza ukajitahidi, lakini hakuna kinachoendelea. Unaweza ukasogea, lakini ukafata utaalamu wote na mbinu zote na mikakati yote, lakini kwa sababu kuna nguvu isiyoonekana inayoharibu na kuvuruga hiyo hali, unajikuta kila wakati huko nyuma. Hakuna kinachoendelea, hakuna kinachosogea, hakuna chochote ambacho kinakwenda kuzalishwa ndani katikati ya maisha ya kwako. Na ndio maana Mungu anatupatia masomo ya namna hii ili kutusaidia na kutupa maarifa ya kwamba tunapaswa kuhakikisha ya kwamba sio tu kuzaa, lakini na kutunza kile ambacho kinapaswa kuzaliwa. Sasa nakwenda kumalizia mstari mmoja wa Yoeli 2:25 ili niunganishe hapo, ili upate picha ambayo nataka uipate kwa siku hii ya leo. Yoeli sura ya 2 ule mstari wa 25. Usisahau nimesema yule joka anafanya kazi ya kumla, kazi ya kula. Sasa nataka uangalie kula, anakula nini?
anakula nini. Wengi unaweza ukafikiria alitaka kumuua mtoto Yesu. Neno kula lina maana yake kibibilia na lina tafsiri yake pia nzuri. Inaweza ikawa na maana ya kuua, lakini adui yuko mbali zaidi ya jinsi unavyofikiria. Ile Yoeli sura ya 2 ule mstari wa 25. Yoeli 2:25. Biblia inasema hivi: nami nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige na parare na madumadu na tunutu, jeshi langu kubwa nililolituma kati yenu. Nataka uangalie mistari ya juu, nami nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige na parare na madumadu na tunutu, jeshi langu kubwa nililolituma kati yenu. Mpenzi msikilizaji, si tu kwamba nguvu za giza zinaweza kula kile kinachozaliwa, lakini zinaweza kula pia miaka. Ndio maana nasema nitawarudishia, restoration. Miaka iliyoliwa na nzige ni miaka yao, lakini imeliwa na nzige ni miaka yao, imeliwa na parare ni miaka yao, imeliwa na madumadu ni miaka yao, imeliwa na tunutu. Na wewe mpenzi msikilizaji, unajua kwamba kazi ya tunutu ni kula matunda, na kazi ya nzige ni kula majani, na kazi ya parare ni kula magome ya miti, na kazi ya madumadu ni kula yale magome na shina. Kwa hiyo unaona kuna muundo wa mazao na kuna muundo wa miti ambayo inaonekana ilikuwa ni miaka yao ya matunda, ni miaka yao ya ustawi, ni miaka yao ya mafanikio. Lakini ile miaka ililiwa, ile miaka ilibebwa, ile miaka ililiwa. Ilikuwa ni miaka ambayo Mungu ameandaa kwa ajili yao, lakini imeliwa. Ilikuwa ni miaka ambayo Mungu ameandaa ustawi kwa ajili yao, lakini ikaliwa. Sasa kazi ya hii nzige, tunutu, madumadu na parare ni kula miaka, ni kula miaka. Kwa hiyo miaka ya mtu inaweza ikaliwa. Ilikuwa ni miaka ya matunda, ilikuwa ni miaka ya maongezeko, ilikuwa ni miaka ya kuzaa, lakini unashangaa imebebwa. Kwa hiyo katika ulimwengu wa roho kuna kuliwa miaka, sio tu kuliwa watoto ama kuliwa chochote kile, lakini kuna kuliwa miaka. Ni kweli ilikuwa ni miaka yako ya kuinuka, ilikuwa ni miaka yako ya mafanikio, lakini ililiwa. Na ndio maana Mungu anasema atairejesha ile miaka iliyoliwa, atairudisha ile miaka iliyoliwa, ambayo ilikuwa ndio miaka ya fursa zao, ilikuwa ndio miaka ya mafanikio yao, ilikuwa ndio miaka ya ustawi wao. Na ndio maana Biblia inasema yule joka jekundu alisimama ili amle mtoto. Sasa sio tu kula mtoto, maana yake alikuwa anataka abebe miaka yake, abebe miaka yake, aitunze miaka yake, ailee miaka yake, acheze na miaka yake. Na ndio maana lazima ujue huduma ya maombi na maombezi katika kukusaidia. Maana katika urejesho ni lazima ujue namna ya kudai ili vitu virudi, lakini lazima apatikane pia mtu mwingine wa kukusaidia kusimama kwa niaba yako katika kile ambacho Mungu anataka kipate kurudi. Kurejeshwa kunatokana na maombi, lakini pia kunatokana na mtu kusimama kwa niaba yako ili kuirejesha ile miaka iliyoliwa, ili kurejesha ile miaka iliyovurugwa na maisha ambayo kwa kweli yalikuwa ndio ya kutoe na uende umbali mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tunapozungumza kurejeshwa kwa miaka, tunazungumza habari za urejesho wa miaka iliyoliwa. Ndio maana maeneo pengine anasema kwamba atatapika, kwamba atatapika. Kazi ya shetani ni kula hiyo miaka. Kwa hiyo lazima atapishwe ili urudi na ile miaka ambaye Mungu alikusudia ipate kusimama. Lakini kuna urejesho pia wa ndoa na mahusiano ya watu
ambayo pia yana changamoto. Lakini pia kuna urejesho wa uchumi na maisha ya watu yaliyo duni, ambayo pia kuna changamoto. Lakini pia Biblia inazungumza habari ya urejesho wa afya, kwamba afya yako, ulikuwa na afya nzuri lakini ikabebwa, ikachukuliwa. Hivi ni vitu vya ulimwengu wa roho. Lakini pia kuna urejesho wa mamlaka. Ni kweli ulikuwa na hali fulani ya kiroho katika ulimwengu wa roho, ulikuwa ni mtumishi mzuri sana, ulikuwa unatembea katika nguvu na katika uwezo mkubwa, lakini imeenda kama imepotea hivyo. Pia hali ya urejesho inatakiwa. Lakini pia kuna urejesho wa tabia za kiungu ndani ya mtu na ndani ya maisha ya watu na ndani ya kanisa. Urejesho tu sio tu swala la vitu pamoja na mali, lakini pia ni hali ya urejesho wa tabia, kwamba tabia za watu ziwe ni tabia za kiungu. Kwa hiyo kazi ya urejesho maana yake kitu kilikuwa chako kikabebwa, kitu kilikuwa chako kikaibiwa, kitu kilikuwa chako kikapotea, kitu kilikuwa chako na kikatoweka. Hiyo ndiyo kazi ambayo Mungu ametupa katika Kristo Yesu, kuhakikisha kwamba maisha yako ya kwanza ambayo Mungu alikusudia yapate kuwa hali yako ya kwanza uliyokuwa nayo, Mungu anairejesha na unakuwa sawa sawa. Mpenzi msikilizaji, kwa dakika chache tupate mapumziko. Usisahau nimesema kile kilichopotea au kuibiwa hakiwezi kurudishwa kama kisipodaiwa au mtu mwingine kukidai kwa niaba yako. Hiyo ndiyo kazi ambayo Mungu ametupa, kurejesha furaha mahali ambapo hakukuwa na furaha, kurejesha amani mahali ambapo amani ilitoweka, kurejesha mafanikio mahali ambapo mafanikio yalitoweka. Maadamu kimeibiwa, maadamu kimechukuliwa, maadamu kimepotea. Katika ulimwengu wa kimwili kinaweza kapotea, lakini ulimwengu wa kiroho hakipotei. Ndio maana Biblia inaeleza habari za Mungu kuturudishia miaka iliyoliwa. Maana yake kwenye ulimwengu wa roho hakipotei. Kwenye ulimwengu wa mwili kinaweza kikapotea tusikione, lakini ulimwengu wa roho ambako ndio kuna sosi ya vitu vyote, hakuna kinachopotea. Ndio maana nakusii, chukua hatua. Usikae nyumbani. Njoo kutokana na maelekezo ambayo unaelekezwa kuja Nyakato, ili tufanye maombi pamoja na wewe kwa ajili ya kurejesha vile ambavyo vimebebwa. Ni kweli umeishi katika maisha ya afya kwa muda, lakini unashangaa kila kitu kimekataa. Hakuna kinachosogea, hakuna kinachoenda, hakuna kinachotembea, hakuna, kila kitu kinakuwa ni kigumu. Iko neema ya Mungu ya kuomba Mungu aturejeshe kila kilichopotea, kila kilichoibiwa. Ibilisi ni mwizi, hapendi uwe na furaha, atakuibia. Hapendi uwe na amani, atakuibia. Hapendi huwe na mafanikio, atakuibia. Yeye mwizi, ni mwizi kabisa. Shetani ni mwizi, anaiba. Anaiba furaha, anaiba amani, anaiba ushindi, anaiba mafanikio. Njoo kwa pamoja tupate kushirikiana kwa ajili ya kuhakikisha kwamba maisha yako yanakuwa kama Mungu anavyotaka yawe. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, katika jina lipitalo kila jina, jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa sababu ya neema hii ya urejesho ambayo umetujalia katika Kristo Yesu. Sante kwa mpenzi msikilizaji wangu ambaye umemsikizisha maneno haya kwa muda huu na kwa wakati huu Bwana. Naye amekuwa anapitia kwenye changamoto mbalimbali, kihuduma, kiafya, kiufahamu, kihakili, kiustawi, kifursa. Na leo hii tunakuja mbele zako tukiomba msaada kutoka kwako, tukijua katika ulimwengu wa roho, Mungu unaweza ukarejesha kila kitu ambacho adui amekiiba, amekichukua na amekipokonya kutoka mikononi mwetu. Tunajua ni wewe peke yake unayetuwazia mazuri,
maana umesema mawazo unayotuwazia sisi ni mawazo mazuri, kutupa sisi mafanikio katika siku zetu za mwisho. Lakini yuko adui ambaye anatumia mawakala mbalimbali ili apate kufanya maisha yetu yawe na uchungu, yawe na maumivu, yasiwe na spidi, yasiwe na kasi, tusifurahi kwa kile ambacho Bwana umefanya kwa ajili yetu pale msalabani. Nami ninaomba katika jina la Yesu Kristo, hiyo nguvu na neema ya urejesho wa kila kitu ambacho kimebeba kutoka kwa mpenzi msikilizaji wangu. Ni kweli alikuwa na wateja wakapotea. Mungu, naomba nguvu ya urejesho wa wateja hao. Ni kweli alikuwa na afya ikapotea. Ninaomba nguvu ya kufanyika tena afya nzuri. Ni kweli alikuwa na kibali kikapotea. Nami naomba katika jina la Yesu Kristo, hiyo neema ya urejesho iende moja kwa moja kwa mpenzi msikilizaji wangu, hapo alipoketi, hapo barabarani, hapo njiani, hapo kwenye nyumba sebuleni. Mkono wako wenye nguvu Jehova ukapate kumrejeshea tena usingizi uliokuwa umepotea, upate kurudi. Afya ilikuwa imepotea ipate kurudi. Maisha ya awali yalikuwa yamepotea yapate kurudi. Mafanikio ya awali yaliyopeperushwa yapate kurudi. Ninaomba urejesho Bwana, ninaomba urejesho wa nguvu tena kwa yeye ambaye alikuwa na nguvu zikakosekana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Ninaomba afya yako Bwana iwe juu ya huyo mpenzi msikilizaji wangu, na neema na mkono wako vipate kumfanikisha. Umrejeshee furaha, umrejeshee amani, umrejeshee haki. Amekuwa ni mtu wa huzuni kwa muda mrefu na wakati mwingi. Ninaomba katika jina la Yesu Kristo umrejeshee tena Bwana hiyo furaha iliyopotea, hiyo amani iliyopotea, huo ushindi uliopotea, huo upenyo uliopotea, hicho kibali kilichopotea, hiyo afya iliyopotea, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Mungu, ninaomba iwe nuru kwake, ninaomba iwe nuru kwake, ninaomba iwe nuru kwake. Hata kama alikimbiwa, warejeshe tena wateja wake. Hata kama alikataliwa, mrejeshe kibali tena, katika jina la Yesu Kristo. Hata juu ya huduma ya mpenzi msikilizaji wangu huyu ambaye ni mchungaji, Mungu, kumbuka hiyo huduma. Mungu, iangalia hiyo huduma. Mungu, ivushe, ashiria neema ya spidi katika huduma hiyo tena, na mkono wako ulio hodari ukamfanikishe, katika jina la Yesu Kristo. Libarikiwe jina lako, litukuzwe jina lako, kwa sababu Bwana umetenda, umefanya. Utukufu ni wako milele kwa sababu ya uaminifu wako, katika jina la Yesu Kristo. Amen.